au ni jambo la namna gani? Anasema inna mahabbata al-abdi li rabbih faridha shar'iyya ala kulli ahadin. Tunaambiwa kwamba hakika mapenzi ya mja kumpenda Mola wake ni jambo ambalo ni la lazima, tena lazima kisheria kwa kila mmoja katika sisi. Lazima umpende Allah. Atakayekuwa ameenda kinyume akaacha kupenda Allah subhanahu wa ta'ala, huyu atakuwa katika kiza tena na upofu wa hali ya juu. Mapenzi ya kumpenda Allah yakakosekana kwa wewe uko katika kiza la hali ya juu sana. Wewe utaishi katika maisha ambayo ni magumu mno. Sikiliza, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya hii ambayo nitaisoma hivi punde, anasema Allah, qul, sema ewe Muhammad kuambia umma wako, in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardunaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Allah anasema kumwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa waambie hao umma wako, ikiwa baba zenu, yani mtume sallallahu awaambie umma wake ambao ni sisi. Allah anasema waambie, ikiwa baba zenu na watoto wenu na ndugu zenu ambao mmezaliwa pamoja na wake zenu na jamaa zenu na zile mali ambazo mmezichuma mmezikusanya na biashara ambazo mnahofia kwamba zitaharibika, zitopata labda wanunuzi, na yale makazi ambao mnakaa humo, majumba yenu yale, haya yote, majumba hayo ambao mnayapenda hayo, hivi vitu vyote ambavyo wamevitaja baba zenu, watoto wenu, ndugu zenu, wake zenu, jamaa zenu, mali zenu ambazo mmezikusanya na biashara ambazo mnahofia kwamba zitaharibika, na makazi yenu ambao mnayapenda hayo, hivi vitu vyote habba ilaykum min Allahi wa rasulih, hivi vikao vinapendeza zaidi, hivi vikao vinapendeza zaidi kuliko Allah na mtume wake. Yani ukampenda baba yako kuliko unavyompenda Allah na mtume, ukampenda mtoto kuliko unavyompenda Allah na mtume, ukampenda zaidi ndugu yako kuliko unavyompenda Allah na mtume, ukampenda mke wako kuliko unavyompenda Allah na mtume, na jamaa zako na mali ukaipenda kuliko unavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na biashara zako na majumba yenu, hivi vyote vikapendeza zaidi kwenu ninyi kuliko Allah na mtume wake, tena na kupigana jihadi katika njia yake mkaona kwamba halina maana. Allah anasema kwamba tarabbasu, subirini sasa. Nyinyi simeona kwamba hivi vinapendeza zaidi kuliko Allah na mtume wake? Subirini mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atakapokuwa amewajieni na amri yake, adhabu yake, mkaanza kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah anasema kwamba yeye hawaongozi watu ambao ni mafasiki. Hebu niambieni ndugu zangu, ni wangapi katika sisi wanampenda Allah zaidi na mtume wake kuliko wanavyompenda baba yake, kuliko wanavyompenda mtoto wake,
kuliko anavyompenda ndugu yake na mke wake na vitu vyote na mali yake. Kama wapo ni wachache wa kuhesabika, ni wachache wa kuhesabika, kwa sababu kama ni kweli tunampenda Allah na mtume wake, hatuwezi tukayaache ya Allah hata siku moja. Hatuwezi tukayaache ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata siku moja. Hivi leo mtu ataacha jambo la Allah? Allah amekwambia swali, huyu ambaye ndio tunadai tunampenda, swali, lakini utakuta mtu aswali. Acha ya haramu, mtu aachi ya haramu anaendelea kuyafanya. Ukimgusa, nampenda Allah, nampenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unampendaje namna hii? Huyu kipenzi ambao unadai unampenda amekuamrisha ufanye jambo umeshindwa kufanya. Huyu kipenzi ambao unadai kwamba unampenda amekukataza jambo la haramu ukashindwa kuliacha. Haya ni madai ambayo si ya sawa sawa, ni madai ya uongo, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo tunapata kwamba hukumu ya kumpenda Allah na mtume ni jambo ambalo la lazima. Na hadithi ambayo ameipokea Anas bin Malik radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alaihi wasallam qala, akasema, walladhi nafsi biyadihi, anaapa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in, muttafaqun alayhi. Anaapa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na jambo la kuwapiwa ndugu zangu ni jambo ambalo na adhim. Anasema hata kuwa na imani mmoja wenu, hata kuwa na imani ya sawa sawa mmoja wenu, mpaka ifikie kwamba hata akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in, mpaka ifikie. Muhammad anasema, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka ifikie kwamba mimi nipendeze zaidi kwa huyo mtu kuliko anavyompenda baba yake, na kuliko anavyompenda mtoto wake, na kuliko anavyowapenda watu wote. Tuelewana vizuri kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba haitokamilika imani ya mmoja wenu mpaka ifikie mimi Muhammad niwe napendeza kwa huyu mtu kuliko anavyompenda mzazi wake, na kuliko anavyompenda mtoto wake, na kuliko anavyowapenda watu wote. Ndio imani iwe sawa sawa, ndio imani ikamilike. Na siku zote kama unampenda mtu lazima umpendelee kheri. Mtu ambaye unampenda lazima umpendelee kheri. Yule unayempenda lazima uwe na hofu na yale anayofanya katika mabaya, ili uweze kumuondoa katika yale mabaya ambayo anayafanya, ili aepukane na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kumpenda wewe. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatufahamisha katika mambo ya ibadati kwamba katika mafundisho yake akasema, waamrisheni watoto kuswali wakifikia miaka 7. Waamrisheni wakaswali. Lakini wakifikia miaka 10 wasiposwali wachapeni. Ili kusudi kuchapa huko ni kwa ajili ya kumwadabisha, ajue kwamba swala ni jambo muhimu, asije akaiacha. Lakini je,
kama ni kweli si tunampenda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amri hii tunaitekeleza? Amri hii tunaitekeleza? Mafundisho haya tunatekeleza? Kwamba mtu kamwamrisha mtoto wake akaswali, akifikia miaka 10 asiposwali akamchapa. Siku zote tunasema watu wanawachapa watoto wao asipoenda kuchunga. Amechelewa kuwatoa ng'ombe au mbuzi nyumbani, lakini hajaenda kuswali, hawezi kumchapa hata siku moja. Hii ni kuonesha kwamba bado yale mapenzi ni madogo sana. Hadithi nyingine ambayo imepokewa na Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qala, anasema ya Rasulullah, Umar ibn Khattab alimwambia mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, sema wallahi, namwapa Allah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi. Umar ibn Khattab, khalifa wa pili wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika khulafa ar-rashidin, anasema, anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, asema la anta ahabbu ilayya min kulli shay, wewe mtume wa Allah, wewe unapendeza kwangu mimi kuliko kila kitu. Baada ya kumwambia kwamba wewe unapendeza kwangu mimi kuliko kila kitu, lakini asema illa min nafsi, isipokuwa nafsi yangu naipenda zaidi kuliko wewe. Lakini ujue hapa alisema kwamba anampenda mtume sallallahu kuliko kila kitu, lakini akaja akasema kwamba isipokuwa nafsi yangu ndo naipenda zaidi kuliko wewe. Ukiangalia hapa, Umar alijitahidi sehemu kubwa sana, tena sehemu kubwa mno. Yani mtu anampenda mtume sallallahu kuliko kila kitu, isipokuwa tu nafsi yake ndo anaipenda zaidi kuliko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia sasa alivyoambiwa. Akaambiwa nini? Faqal, akasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, ewe Umar, wewe unanipenda mimi kuliko kila kitu, isipokuwa nafsi yako tu ndo unaipenda zaidi kuliko mimi? Naam. Sema, ewe Umar, hata akuna habba ilayka min nafsika, pakifikie mimi napendeza kwako wewe kuliko kila kitu na kuliko nafsi yako. Hapo mapenzi yatakuwa yametimia vizuri. Kadia watu walivyokuwa wanapenda jambo la kheri. Alivyoambiwa hivyo Umar moja kwa moja, faqala, akasema wallahi, namwapa Allah, la anta habbu ilayya min nafsi, wallahi wewe mtume wa Allah unapendeza zaidi kwangu mimi kuliko nafsi yangu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakati huo sasa akasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alana ya Umar, sasa hivi Umar, imani sasa imekamilika vizuri. Imani imekamilika vizuri. Wewe unanipenda mimi kuliko kila kitu na kuliko nafsi yako. Hebu tuangalie mapenzi haya ya namna hii yapo kwetu sisi. Al-Hafidh Ibn Rajab anasema, wa ma'lum mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inma hiya tabi'atu li mahabbati Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Rajab anasema ilivyo kwamba inafahamika mapenzi ya kumpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayawi hayo isipokuwa yafatane na mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Yule anayedai anampenda mtume moja kwa moja anatakiwa awe anampenda na Allah moja kwa moja.
Kwa sababu mapenzi haya ya kumpenda Allah yanaenda sambamba na mapenzi ya kumpenda mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukadai unampenda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Allah, ukakosa kumpenda Allah, wewe mapenzi yao hakuna. Ukadai wampenda Allah lakini ukakosa kumpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe mapenzi yao hakuna. Yanatakiwa yaende sambamba yote mambo haya mawili. Na kiende namna hiyo, basi imani ndio inakuwepo, inakamilika. Imani inakamilika. Kwa sababu gani? Kwa sababu unampenda Allah kisha ukampenda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kienda namna hiyo, basi tutafahamika kwamba kweli sisi ni vipenzi vya Allah na vile vile ni vipenzi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha tuangalie miongoni mwa alama kuonesha kwamba kumpenda Allah, hii ni alama miongoni mwa alama za imani ya sawa sawa. Ni alama kubwa ya kwamba huyu mtu ana imani, kwa sababu kule mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutueleza kwamba huyu mtu ambaye anampenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lazima utangulizi na mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Tena katika hawa wawili hawa, Allah pamoja na mtume wake, usije ukatanguliza mapenzi mtu mwingine zaidi yao. Ikatokea kwamba unapenda kitu kingine au mtu mwingine zaidi unavyompenda Allah, zaidi unavyompenda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we bado imani yako haijakaa sawa sawa. Bado imani hiyo haipo. Na miongoni mwa alama ya kuonesha kwamba wewe unampenda Allah ni kuwa na imani ya sawa sawa. Na ukiwa na alama hiyo, kunapatikana utamu wa imani katika moyo, kama ilivyokuja katika hadithi ya Anas radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alaihi wasallam qala, akasema thalathun, mambo matatu, thalathun, mambo matatu, man kunna fi wajada bihinna halawata al-iman. Haya mambo matatu yakapatikana kwa mtu, huyu mtu atakuwa amepata ladha ya imani, ameonja ladha ya imani. Kwa haya mambo matatu kiwa nayo. Lakini mambo haya matatu yakikosekana, bado ladha katika ladha ya imani itakuwa bado hakuna. Ladha ya imani, ndugu zangu, ukiwa na ladha ya imani, ladha hiyo inakupelekea kutekeleza ibada za Allah vizuri. Ladha hiyo itakupelekea uachane na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu umeonja ladha ya imani. Ladha hii kama ilivyokuwa ladha ya chakula katika kiwiliwili, ili ladha ipatikane katika kiwiliwili, katika kile chakula ambacho na kila, mwili unatakiwa uwe na afya, usiwe na maradhi. Mtu ambaye anaumwa
hata chakula anashindwa kukila. Kwa sababu gani? Mwili mbovu, hauna afya, mwili una kasoro, ndio maana unakosa ile ladha ya chakula. Hata kama kitu ni kitamu kiasi gani, lakini kwa aliye na maradhi ukimpa anamwambia kwamba mimi sikitaki, siwezi kukitumia chakula hiki tena, anakuambia kwamba harufu yake yani sitaki hata kuisikia. Ana maradhi. Na ladha ya imani iko katika moyo, ndugu zangu katika imani. Moyo ukawa na maradhi, huwezi ukasikia ladha ya imani hata siku moja. Moyo umejaa maradhi, chuki iko kwenye moyo, imefunikwa kabisa, imefungwa mpaka haionekani. Chuki, ladha ya imani utaipata wapi? Hasadi iko kwenye moyo, imefunika. Ladha ya imani utaipata wapi? Huwataki kheri wenzako, ladha ya imani utaipata wapi? Yani yale mabaya yote ambayo hayatakikani yamo kwenye moyo wako, hiyo ladha utaipata wapi? Inatakikana nini? Moyo uwe salama, moyo uwe safi, ladha ya imani itaingia humo. Kama ilivyo mwili, ukipata afya unaanza kula vyakula ni vitamu, vinaingia vizuri. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, thalathun man kunna fi, mambo matatu atakayekuwa nayo huyo mtu, wajada bihinna halawata al-iman, atapata kwa hayo mambo matatu ladha ya imani. Akaanza kutaja la kwanza, akasema ayakuna Allahu wa rasuluhu habba ilayhi mimma siwahuma, asema awe Allah na mtume wake wanapendeza kwa huyu mtu kuliko vitu vingine. Allah na mtume wanapendeza kwa huyu mtu, tena mapenzi ambayo yako kwenye moyo. Allah yuko kwenye moyo wake, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko kwenye moyo wake. Ukimpenda Allah kisawasawa, ukampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisawasawa kuliko vitu vingine, wewe umepata ladha ya imani. Na ladha hiyo ikipatikana, unapata tawfik, ibada zinakuwa nyepesi, unaziendea ibada ulioamrishwa na Allah, unaendea maelekezo uliyopewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu nini? Mapenzi ya kumpenda Allah yapo na mapenzi ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yapo. Hivi vitu vikawepo, basi wewe utakuwa umepata ladha ya imani. Jambo la pili, akasema jambo la pili ambalo utakapokuwa nalo wewe umeonja ladha ya imani, tunaambiwa kwamba ifikie kwamba ampende mwenzake, ampende mtu, hampendi isipokuwa kwa ajili ya Allah. Yani kule kumpenda mwenzako, usimpende kwa ajili ya jambo lingine, mpende kwa ajili ya Allah. Huyu mashallah anajitahidi kufanya ibada, mashallah anajitahidi kushikamana na dini ya Allah, anajitahidi kushikamana na akhlaqi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unampenda kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya jambo lingine. Mna miamala yenu ambayo mnaifanya, miamala ambayo mnaifanya, hapana. Mnafanya miamala yenu, labda anakusanyia labda mbuzi kwa ajili ya kuja kununua kwenye chinja na nini, kumpenda kweli kweli, alafu afanye ibada Muislamu, alafu hata kumwambia umwambie. Humwambii kabisa.
kwa ajili ya biashara zenu tu za kawaida. Sio kwamba watu watakiwa kufanya biashara, la, sina maana hiyo. Kufanya biashara unafanya hata kwa mtu ambaye si Muislamu, wala hakuna shida yoyote kabisa katika sheria ya Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliamiliana na watu ambao walikuwa ni Mayahudi, wanaamiliana kabisa, haina shida. Mimi nakusudia kwamba kwa huyo ambaye ni Muislamu, je, mapenzi hayo ulionayo kwa ajili ya Allah? Mnafanya kazi hiyo kwa ajili ya Allah? Huyu ndugu yangu anafanya ibada, nimpe kazi hii naye aifanye, naye apate riziki aweze kuendelea kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Unampenda kwa ajili ya Allah au unampenda kwa ajili ya mambo yenu ambayo ni yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa taala? Anakufanyia mipango ambayo ya kumwasi Allah subhanahu wa taala, unampenda kwa ajili ya jambo hilo? Umpende mtu, usimpende isipokuwa umpende kwa ajili ya Allah. Ukimpenda namna hiyo, umepata ladha ya imani inaingia kwenye moyo wako. Jambo la tatu, naambiwa kwamba wa an yakraha an yauda fil kufr baada idh anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fi an-nar. Naambiwa kwamba achukie kurudi katika ukafiri baada ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alishamuondoa, alishamuokoa katika ukafiri huo. Tena achukie kama anavyochukia kutupiwa katika moto. Katika usharhishaji wa hadithi hii, maneno haya katika jambo la tatu, ambio kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyazungumza maneno haya kwa sababu wapo Waislamu ambao waliondoka katika ukafiri wakaingia katika Uislamu. Wakawa wengine wanafikiria yale ambao walikuwa nayo kabla ya kuingia katika Uislamu. Najua mtu akiwa mgeni katika jambo, kule alikotoka fikra zitakuwa ziko nyingi sana kuliko huku alikoingia kwenye mambo ya ugeni. Atakuwa fikra zake ziko kule, anafikiria mbona kulikuwa kuna kitu kizuri huku, kulikuwa kizuri huku. Anafikiria. Nasema kwamba ni mtu kuchukia ili ladha ya imani patikane. Ni mtu kuchukia kuchukia kufanya nini? Kurudi katika ukafiri baada ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameshamuondoa huko. Kama vile anavyochukia, achukie kama vile anavyochukia kutupiwa katika moto. Kwa hiyo mambo matatu haya akiwa nayo mtu, ndugu zangu, atakuwa tayari ameshaonja ladha ya imani. Maudhui yetu, ampende Allah zaidi na mtume wake kuliko vitu vingine. Kwa hiyo basi, kule kumpenda Allah na kumpenda mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam inakupelekea wewe kujitahidi katika kutekeleza mambo ya wajibu na kuacha yaliyoharamishwa. Kama ni kweli unampenda Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yale yaliyoamrishwa utajitahidi kuyafanya, yaliyokatazwa utajiepusha nayo, ili uendelee kunufaika na vipenzi vyako ambao unavipenda. Hivyo vitu havitakiwi na hao, unatakiwa na wewe uende hivyo hivyo. Lakini ukaenda kinyume, utakuwa bado ni madai tu nampenda Allah, lakini ni madai ambayo hana maana yote. Tuulize nafsi zetu, ndugu zangu katika imani. Idha kanat mahabbatullah azza wa jalla fardan lazima, wa idha kanat min khisal al-iman wa alamatihi fa aina nahnu min hadhihi al-ibada. Pindi takapokuwa mapenzi ya kupenda Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la faradhi lazima, na vile vile ni katika sifa miongoni mwa sifa za imani na katika alama zake za imani, tuko wapi sisi na ibada hii ya kumpenda Allah na ya kumpenda mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tuko wapi? Hal nahnu min almuhibbina lillahi azza wa jalla? Je, sisi ni katika wale wanaempenda Allah kweli kweli?
hal nahnu min alladhina yuhibbuhum Allah, na je sisi ni katika wale ambao wanapendwa na Allah? Allah hawezi kumpenda mtu ambaye anaenda kinyume na maamrisho yake. Allah hawezi kumpenda yule ambaye anafanya yale aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja ajiulize kwamba je, yeye ni katika wale wanaompenda Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam au la? Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema pale kulipozidi wale wanedai kumpenda mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakatakiwa sasa wasimamishe hoja ya kwamba kweli wanampenda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pale aliposema Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, al-aya. Walipokuwa watu wanadai kwamba wao wanampenda Allah, wanampenda Allah kweli kweli, wakadai madai haya, basi Allah akawapa mtihani. Aya hii ni aya ya mihna, ya mtihani waliopewa waliokuwa wanadai kwamba wanampenda Allah. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaambiwa na Allah, waambie umma wako, qul in kuntum tuhibbuna Allah, waambie ikiwa nyinyi mnampenda Allah kikweli kweli, kama kweli mnampenda Allah nyinyi, fattabi'uni, nifuateni mimi. Hapa ni kuonesha moja kwa moja huwezi ukadai kwamba unampenda Allah ukamwacha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamna imani ya namna hiyo, hakuna mapenzi ya namna hiyo. Kama nyinyi kweli mnampenda Allah, nifuateni mimi, yuhibbukum Allah. Mkifanya hivyo, mkanifuata mimi sawa sawa, Allah atakupendeni na faida zingine zitapatikana na mtasamehewa na madhambi. Kwa hiyo kumpenda Allah ni kule kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, sio kumfuata kwa maneno. Hapana, tumfuate kivitendo. Yale aliyetuamrisha tushikamane nayo, aliyetukataza tujiweke mbali nayo, tabia zake tujipambe nayo. Vile watu, ndugu zangu, hawataki kujipamba na sifa au tabia za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiangalia katika kuzungumza ukweli, ule ukweli, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mkweli, mpaka alisifiwa na Makuraish. Tena kabla ya kupewa hata utume, as-sadiqul amin, mkweli na mwaminifu. Je, sisi ukweli na uaminifu sisi Waislamu tunao? Ni tabia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni katika kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi leo uongo umeshakuwa ni mwingi, hasa kwenye hizi simu hizi. Mwenzako anakuuliza, bwana, alo uko wapi? Maneno yanazungumzwa ya ajabu. Tena wakati mwingine hata mko kwenye labda usafiri, unamsikia mtu anazungumza uongo. Yaani yuko hapa, mwenzake labda yuko mjini pale Singida, pengine waliahidiana kwamba aje mapema. Uko wapi? Yuko Msimii huko. Mwambie niko Leki hapa shekhi. Halafu unamsikia kabisa anazungumza uongo, ya Rabbi.
Wapi? Wapi? We masafa haya mpaka ujofike kule, umemweka mwenzako, labda angeendelea kufanya shughuli zingine angefaidika, lakini kwa uongo wako ukampa hasara iliyokubwa. Uaminifu hatuna. Ili ujue kwamba jambo la kumpenda Allah na kupendwa na Allah, ile kuna bushra na tahdhir ipo. Sikiliza hadithi ambaye ameipokea Abi Huraira radhiyallahu anhu. Anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sikia maneno haya, sema inna Allah idha ahabba abdan daa Jibril. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala pindi atakapompenda mja, Allah akimpenda mja fulani amefanya vizuri mashallah, Allah akampenda, Allah anamuita Jibril alayhi salam, akamwambia inni uhibbu fulana, ewe Jibril, mimi nampenda fulani, fahibbu, bas na wewe mpende. Jibril anaambiwa kwamba mimi nampenda fulani, Allah anamwambia na wewe mpende. Fayuhibbu Jibril anampenda huyo mtu aliyeelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yunadi fi samaa, kisha Jibril alayhi salamu anatangaza mbinguni, anasema inna Allah yuhibbu fulanan fahibbuhu, kwamba Allah anampenda fulani, basi mpendeni nyinyi mlioko katika mbingu. Si wengine, ni malaika wa Allah. Mpendeni fulani, anapendwa na Allah, na nyinyi mpendeni. Asema fayuhibbuhu ahla samaa, wale walioko mbinguni wanampenda huyo mtu. Yani wewe uko hapa, Allah amekupenda, akamwita Jibril akamwambia mimi nampenda fulani, mpende. Jibril anakupenda, alafu kisha anapewa idhini, tangaza katika mbingu kwamba Allah anampenda fulani, na nyie wote mlioko mbinguni mpendeni. Wanampenda wote walioko mbinguni. Thumma yudha lahu alqabul fil ardh, kisha kunawekwa kabul katika ardhi, na vile vile afanywe nini? Huyu mtu apendwe, akapendwa vile vile na walioko katika ardhi. Lakini kinyume chake sasa, huyu amependwa kwa sababu anajitahidi kumpenda Allah, anajitahidi kumpenda mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kufuata maelekezo yao, kwa kuacha makatazo waliokataza, wakajitahidi mpaka akapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na akapendwa na Jibril alayhi salam, na akapendwa na malaika wote walioko katika mbingu. Wa idha abghadha Allah abdan, lakini atakapomchukia Allah mja kwa kufanya mabaya, kwa kuzama katika maasi, akaacha maamrisho ya Allah, Allah atakapomchukia mja daa Jibril anamuita Jibril, fayaqul inni abghadhu fulan fa abghidhu, mimi namchukia fulani, mchukie fulani, mimi namchukia kwa sababu anafanya maovu. Anasema kwamba wayubghidhu, Jibril anamchukia. Thumma yunadi fi ahli samaa, kisha anatangaza kwa wale walioko mbinguni,
inna Allaha yabghidhu fulanan faabghidhuhu, kwamba Allah anamchukia fulani, basi na nyie mchukieni walioko katika mbingu. Qal fayubghidhunahu thumma yudau lahu albaghdha fil ardh, wote walioko katika mbingu wanamchukia, kisha kunawekwa nini? Chuki katika ardhi, kwamba huyu achukiwe na watu walioko katika ardhi, na wanachukiwa moja kwa moja. Hii tunapata nini? Tunapata bishara, tunapata nini? Tahdhir, kwamba bishara, tekeleza iliyo mazuri, upendwa na Allah, tekeleza iliyoamrishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili uwe ni kipenzi kwa Allah. Lakini tahdhir ni ipi? Acha kuyafanya yale yaliyokatazwa na Allah pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utachukiwa na Allah, utachukiwa na Jibril, utachukiwa na walioko mbinguni, utachukiwa na waliomo katika ardhi. Hii muda sijui nimebakisha kidogo. Kama dakika zipo nimalizie, kama takuwa zimeisha basi naye mtaniambia. 5 tu. Kwa hizo 5 ambazo nimebakia, nitataja sababu ya kuchuma mahaba ya Allah. Ziko niliandika kama 5, na yale mambo ambayo wale ambao wanapendwa na Allah niliandika kama 5 wale vile vile, lakini kutokana na muda nitataja zile sababu ambazo mtu anaweza akachuma mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Moja katika hayo tunaambiwa kwamba qira'atul Qur'an bitadabbur wa tafahum limaani. Tunaambiwa kwamba ni mtu kuisoma Qur'ani kwa kuzingatia na kufahamu maana yake. Ukiwa unasoma Qur'ani unafahamu maana yake na kuzingatia, unachuma mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah anakupenda vile vile. Jambo la pili, ataqarrubu ila Allah bin nawafil, ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza mambo ya sunna. Mambo ya sunna ukawa unayatekeleza. Sunna ziko nyingi, kabla swala, baada ya swala, zile zingine labda tahiyatul masjid, kuna dhuha, swala za usiku. Haya yote ukiyatekeleza unachuma nini? Unachuma yale mapenzi ya Allah. Allah anakupenda kwa sababu uko karibu na yeye. Jambo la pili. La tatu, dawam dhikruhu ala kulli hal bil lisan wal qalb wal amal wa ghayriha. Ambia kwamba kudumu katika kumtaja Allah, kumkumbuka Allah kila wakati, katika kila hali. Ukiwa na afya mkumbuke Allah, ukiwa ni mgonjwa mkumbuke Allah, una mali mkumbuke Allah, una ufakiri mkumbuke Allah, una hali siyuko katika hali ambayo ya unyonge mkumbuke Allah. Kila sehemu mkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kila hali yoyote ile kumbuke kwa ulimi unamtaja, mkumbuke kwenye moyo mkumbuke Allah, mkumbuke kwa vitendo mkumbuke Allah, na kwa hali yote ile ambayo inaweza ikakufanya kwamba kumkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala, tekeleza namna hiyo. Jambo la 4, al-khalwa bihi waqtu an-nuzul al-ilahi fi thuluth al-akhir min al-layl, kujitenga wakati wa kuteremka Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaambiwa katika thuluthu ya mwisho ya usiku, jitenge, amka, jiweke pembeni, fanya ibada, mtaje Allah. Hiyo ni katika sababu ambao unachuma mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mwisho sema mujalasatu almuhibbin as-sadiqin, kukaa pamoja na wale ambao ni vipenzi wa Allah, wale ambao ni wa kweli. Kaa nao, zungumza nao, tembea nao, kula nao, kuwa pamoja nao, utachuma mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitembea na vipenzi vya Allah
utaambukizwa na wewe utampenda Allah na Allah atakupenda. Ndugu zangu katika imani, katika kumpenda Allah pamoja na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenye uwezo wa kuzungumza mafasaha wa kusema wanaweza wakazungumza na mkasikiliza na mkapata ladha zaidi. Lakini kwa haya machache ambayo mimi nimeyazungumza, naomba, nadhani huwezi kukosa mawili matatu ambayo unaweza kuyafanyia kazi. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie nyoyo zetu zimpende Allah pamoja na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha baada ya hapo na Allah atupende na sisi, ili tuweze kuchuma mapenzi yake na mwisho wake basi tuweze kuingia katika pepo yake ambaye ameandaa kwa wale ambao ni wacha Mungu. Kwa hiyo kwa haya machache ambayo tumekumbushana, mimi niishie hapa, niseme subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.